Bwana mtazamaji wa Nakivona Sports, hapa niliposimama mimi ni mkabala kabisa na geti kuu la uwanja wa Amani Complex, uwanja ambao umefanyiwa marekebisho makubwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na hapa ndipo masaa machache kutoka sasa kwenda kupigwa mchezo wa hatua ya nusu finali dhidi ya wa South Africa wakiwa wanaumana na klabu ya Simba. Lugha rahisi ni kusema Simba Sports Club watakuwa wanasaka udi na ubani wa kwenda hatua ya finali, mchezo utakaopigwa katika dimba hili la Amani Complex. Ni mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Mimi ni Isike Fred the Eli Capitano na hii ni Nakivona Sports. Tunakwenda kukuhabarisha kila kitu kinachohusiana na mchezo huu dakika chache kutoka sasa. Lakini nikukumbushe tu, mwaka 1993 klabu ya Simba walifika hatua ya fainali ya mashindano ya vilabu barani Afrika. Lakini miaka 32 baadaye, leo hii tunakwenda kushuhudia klabu ya Simba ikiumana kwenye mchezo wa hatua nusu finali kuisaka historia walioiweka miaka 32 iliyopita kufika finali. Mwaka 1993 hatua ya nusu finali kama hii ilipigwa katika dimba la uwanja wa Uhuru pale Dar es Salaam. Wakati huo pakiitwa Shamba la Bibi. Simba alicheza na klabu kutoka nchini Angola ambayo iliitwa Atletico Sports Aviacao kutoka nchini Angola. Mchezo ambao ulitamatika kwa klabu ya Simba kushinda kwa goli 3-1. Lakini Simba walikwenda kwenye mchezo wa duru la pili wa nusu finali mwaka 93 katika nchi ya Angola na kushuhudia mnyama Simba wakati ule akitoka sare ya bila na kuishuhudia klabu ya Simba wakiweka jiwe la historia ya kwenda hatua ya finali katika mashindano ya vilabu barani Afrika kwa mara ya kwanza. Lakini mchezo wa finali nakumbuka kabisa ukua kwetu, haukuwa bahati kwa Tanzania, nikimaanisha klabu ya Simba walicheza mchezo duru la kwanza dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast, mchezo uliopigwa kule Abidjan na kutamatika kwa suluhu ama sare ya 0-0. Majuma mawili baadaye klabu ya Simba iliminyana na klabu ya Stella Abidjan katika uwanja wa Uhuru ambao unaitwa Shamba la Bibi na kushuhudia Simba ikipoteza mchezo ule. Miaka 30 baadaye Simba yupo katika mji wa Zanzibar kutafuta nafasi ya kwenda fainali nyingine, na safari sio zidi ya klabu kutoka Angola, ni zidi ya klabu kutoka Afrika Kusini, si wengine ni Stellenbosch. Kwa mara nyingine mimi ni Isike Freddy, hii na Nakivona Sports, lakini siko peke yangu, timu nzima ya michezo iko hapa, lakini nyuma ya kamera yupo the boss lady, mwite Jackie. Twende ukawasikie mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba namna ambavyo wamejiandaa kuiwakilisha bendera ya Simba hapo baadaye. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka milioni 20 kwa goli, lakini mzee Azim Dewji ameweka milioni 10 kwa goli. Hiyo yote ni katika kunaksh ama kuchochea hamasa kwa uzuri. Hapa ni Zanzibar, the beautiful land, kisiwa bora duniani, ndio Simba anakitumia kutafuta nafasi ya kwenda hatua ya finali kwa mara ya pili. Na hii ikifanikiwa Simba kwenda finali, itakuwa ni rekodi inawekwa katika ardhi ya Tanzania. Haipo klabu iliyowahi kucheza mashindano ya Afrika finali mara mbili, itakuwa Simba. Dua kubwa kwa mashabiki na wanachama klabu ya Simba na kuiombea klabu yao iweze kung'aa. Tazama mandhari sasa ya uwanja wa Amani, ni ngare nyekundu na nyeupe zimetawala. Imepiga mvua kubwa asubuhi, lakini tayari mvua ile imekata na kijua kinachomoza, na hii ni asubuhi siku kuu ya Pasaka. Baada mateso ya Jesus ama Yesu, Simba wanakwenda kuwapa furaha mashabiki wao majira saa 10. Hilo ni swali, lakini huu ndo uwanja ambao unabeba matumaini ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba hapo baadaye kuiona, je, mnyama anakwenda finali ama nini? Lakini dua kwa mashabiki na wanachama ni kuiona klabu yao inakwenda finali. Kuna mtu ameweka vidole vitatu akimaanisha kwamba mnyama Simba anakwenda kumpasua mtu goli 3. Zanzibar iko mere. Zanzibar ni pazuri, atakaye na aje, na Simba wamekuja na Simba wanatafuta hatua ya finali mashindano ya vilabu barani Afrika. Kizuri ni kwamba Nakivona tuko hapa takriban siku ya pili leo. Angalia namna ambavyo jezi za mnyama zimetaradadi. Unaweza kuona namna ambavyo wanasema kufa ni kufaana. Wakati mnyama Simba anatafuta nusu finali, wafanya biashara na wao pia wanatafuta finali ya malisho yao. Bidhaa za Simba ni nyingi, unaweza kushuhudia hizo ni firimbi ama unasema hivyo, hizo ni zile
ni filimbi za kupuliza ambazo huwa zina nakshi. Ukiwa uwanjani unaposikia zile kelele za mashabiki, basi hayo ndo mapambo na marambo. Unaweza kuona namna ambavyo Zanzibar imependeza. Hapa ni Zanzibari na walio wengi ni mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Mashabiki wa timu nyingine hatuwaoni, lakini naamini watakuwepo. Vyombo vya usalama vipo hapa. Mazingira ya mabasi maalum ambayo yamebeba vyombo vya usalama, nikiwa namaanisha askari ambao wanalinda usalama eneo hili, lakini pia tahadhari zote zimechukuliwa. Tumeona magari ya wagonjwa ni mengi, lakini pia tumeona magari ya kuzima moto yapo, kwa maana kwamba mchezo huu kikanuni umekwisha kuanza. Jana uliwasikia makocha wa timu zote mbili walizungumza. Ulimsikia kocha mkuu wa klabu ya Simba Faru Davis akizungumza, lakini pia hivyo tulimsikia pia Shemaloni Fondo akizungumza kwa upande wa wachezaji wa klabu ya Simba. Lakini zuri ambalo alizungumza kocha mkuu wa klabu ya Simba ni kuwa tayari kwamba wachezaji wake wapo tayari kwa mchezo huu mkubwa kwenye maisha yao mpaka sasa wa kuitafuta fainali. Baada ya mchezo huu tarehe 27, klabu ya Simba watakuwa kwenye ardhi ya mzee Nelson Mandela ama mzee Madiba pale Afrika Kusini, mchezo ambao utakuwa na marejeano. Maana kocha mkuu Fado amesema wazi ana matumaini mashabiki na wanachama klabu ya Simba watakojitokeza hapa hawatawaangusha Watanzania, lakini pia hawatawaangusha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali kuu, pia hawatawaangusha Rais Samia Suluhu, kwa maana kwamba tayari mama ameweka milioni 20 mezani kwenye goli moja. Lakini ukiacha hivyo, kocha mkuu wa klabu ya Stellenbosch naye alizungumza kwamba anaheshimu klabu ya Simba kwa sababu imeshaweka legacy kwenye mpira wa Afrika kwa ngazi ya vilabu, lakini pia